Ni siku nyingine tena, mtazamaji wa Maisha ni Nyumba, tunakwambia karibu sana katika Maisha ni Nyumba. Leo nimesimama mahali ambapo ukiangalia picha kwa mwenyeji wa Dar es Salaam atasema nafahamu pale, sijui ni wapi pale. Nyuma yangu naelekea jijini Dar es Salaam, barabara Ali Hassan Mwinyi. Barabara niliyopo mimi hivi sasa inaitwa Ufukoni. Ufukoni hapa kushoto kwangu kuna kiwanja ambacho ukienda katika Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi utaambiwa ni kiwanja nambari 1 jijini Dar es Salaam. Lakini kwa utaratibu wa sasa ulivyo katika mtaa huu wa Ufukoni inatambulika kama eneo nambari 6 au kiwanja nambari 6, mahala ambapo ndipo yapo makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, ambapo zamani ukiwa ukipita ukiangalia juu ya jengo utaona limeandikwa NHC Place au jengo la Shirika la Nyumba la Taifa, lakini sasa leo linaanza kutambulika kwa jina jipya kama Kambarage House. Karibu katika Maisha ni Nyumba, tuzungumze leo hii uzinduzi wa jengo hili, makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, lakini kukiwa na jambo lingine moja la ziada ya uzinduzi huu, moja ambalo litakuwa likifanyika pia. Kama unaona kwa mbali pale, ndipo mahala ambapo kutakuwa na sanamu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nia na madhumuni, sababu ni nini ya kuwekwa sanamu hile katika makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, tutayajua leo hii. Mwenyeji wetu katika shughuli hii au mgeni wetu rasmi katika shughuli hii kama unavyojionea ni Mheshimiwa Waziri William Lukuvi, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, ambaye muda mchache ujao atakuwa akiwasili, na baada ya kuwasili kwake shughuli itakuwa ikianza rasmi. Karibu katika Maisha ni Nyumba, tunazindua makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, jengo likitambulika kama Kambarage House, lakini pia kukiwa na sanamu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Jina langu ni Ephraim Kibonde. Maisha ni Nyumba ndiyo kwanza inaanza. Kama ndio kwanza umejiunga nasi, wala hujachelewa sana. Maisha ni Nyumba ndio kwanza inaanza. Leo tukiwa makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, mahala ambapo shughuli ya uzinduzi wa jengo hili ukifanyika rasmi. Kumbuka toka mwaka 2014 jengo hili limeanza kutumika rasmi. Uzinduzi wa leo unafanywa na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa William Lukuvi. Yeye anawasili muda mchache kuanzia hivi sasa, tutashuhudia hilo muda mchache ujao. Baada ya kuwasili kwake, atafanya utaratibu wa kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba anafungua pazia hili kuashiria uzinduzi wa jengo. Kisha baada ya hapo tutasonga pamoja naye tukiwa tunaelekea ndani ya makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa, naye tutaendelea, atapita na kukaribishwa ndani na kupanda katika jengo hili kukagua baadhi ya ofisi ambazo zipo hapa ndani, na kisha baada ya hapo tutarejea naye hapa chini na kupata nafasi ya kuweza kumsikia akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo hili la Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, makao makuu likitambulika vema kama Kambarage House. Mara baada ya kuwasili, Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi anapokewa na uongozi wa Shirika la Nyumba la Taifa ukiwa unaongozwa na Nehemia Kiando Mchechu, mkurugenzi mkuu, lakini akiwa pamoja na mwakilishi wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, Mzee Ali Laai, na vile lakini akiwepo mwakilishi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere na viongozi wengine waandamizi wa Shirika la Nyumba la Taifa, wakiwemo wakurugenzi ambao wanamkaribisha Mheshimiwa Waziri William Lukuvi. Mara baada ya kukaribishwa kwake, kama nilivyoeleza hapo awali, shughuli ya kwanza ni kuelekea na kufungua rasmi jengo la Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania, makao makuu, jambo ambalo nalifanya kwa kufungua pazia ambalo linaonyesha kibao maalum ambacho kinaashiria uzinduzi wa jengo hili ambalo sasa litakuwa likitambulika kama jengo la Kambarage au Kambarage House. Baada ya kufungua jengo hili au baada ya uzinduzi wa jengo hili, Mheshimiwa Waziri anapata nafasi ya kwenda kutembelea ofisi za Shirika la Nyumba la Taifa. Anaanza ghorofa ya 8, mahala ambapo anatembezwa na kwenda katika ofisi ya mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, akipata nafasi ya kuweza kuelezwa yale ambayo shirika inaendelea kuyatenda katika kipindi hiki, yaliyokuwa yametendeka hapo awali, na miradi mingine ambayo anafanya shirika katika kipindi hiki kuelekea miradi na malengo ya shirika kwa miaka 5 ijayo. Hapa ni ghorofa ya 8, mahala ambapo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mgeni wetu rasmi katika uzinduzi wa jengo hili makao makuu ya Shirika la Nyumba, amepata nafasi ya kuweza kuzungumza na uongozi wa Shirika la Nyumba. Mengi ambao wamezungumza katika eneo hili, na sasa anapata nafasi ya kwenda katika ghorofa ya 7 na kisha baada ya hapo ghorofa ya 6 na mwisho atakwenda ghorofa ya chini kabisa, ambapo atapata nafasi ya kuweza kuzungumza na eneo ambalo ndipo wateja wanasikilizwa kupitia Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania.
Karibu uwe nasi katika Maisha ni Nyumba. Tunakwenda ghorofa ya 7 sasa na mgeni wetu rasmi, kisha ya 6 na baada ya hapo ghorofa ya chini kabisa. Tumefika ghorofa ya 7 sasa, akiwa anaongozwa na mwenyeji wake mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa. Mheshimiwa Waziri anapata nafasi ya kutembelea ghorofa ya 6 pia. Hapa napo anapata nafasi ya kuongea na kusalimiana na wafanyakazi wa Shirika la Nyumba la Taifa walio katika jengo la Kambarage, ambapo ndipo yapo makao makuu ya Shirika la Nyumba la Taifa. Ziara ya Mheshimiwa William Lukuvi, Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, katika Shirika la Nyumba la Taifa makao makuu inakamilika katika eneo maalumu ambalo ndipo wateja wanasikilizwa rasmi. Hapa anakaribishwa na meneja masoko wa Shirika la Nyumba Itandula Gambalagi, ambaye anamueleza shughuli zinazotendwa hapa, ikiwemo kuwasikiliza wateja na kuwasaidia kuelekea kile ambacho wanahitaji kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, baada ya kupata maelezo katika eneo ambalo wateja wa Shirika la Nyumba wanapata huduma yao, anaelekea sasa katika uzinduzi wa pili, sanamu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika bustani inayotambulika kama Mwitongo, mahala ambapo inasimama sanamu yenye maelezo yanayojitosheleza juu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikimwonyesha wakati wa ujana wake ambapo alifanya maamuzi mwaka wa pili Tanzania toka ipate uhuru, akaamua kuanzisha Shirika la Nyumba la Taifa Tanzania kwa lengo la kumpatia Mtanzania maisha na makazi yaliyo bora. Mheshimiwa Waziri Lukuvi anafanya uzinduzi wa sanamu hii ikiwa na maelezo ambayo baadaye tutayapata kwa kina. Fika wakati wa wananchi kusikia kutoka kwa viongozi juu ya shughuli ya uzinduzi huu. Alianza mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, akafuatiwa na mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Ilala, akifuatiwa na mwakilishi wa Mwalimu Nyerere Foundation na taasisi ya Mwalimu Nyerere, na baada ya hapo aliyemwakilisha mwenyekiti wa bodi, na ndipo Mheshimiwa Waziri akazungumza. Kwa mfululizo huo tujionee wenyewe kwa kifupi shughuli ilivyokwenda. Shirika lako hili Mheshimiwa Waziri, kama unavyofahamu, lilianzishwa mwaka 62. Lilikuwa ni shirika la kwanza kabisa kuanzishwa mara baada ya uhuru na muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa sheria namba 45. Kwa katika ndoto zake, dhana zake, mawazo, kitu kilikuwa kinamsumbua, haiyumkini ilikuwa ni issue pia ya nyumba, na ndio maana ikawa ni shirika lake la kwanza kabisa kulianzisha. Na katika kipindi hicho kulikuwa na uwekezaji mkubwa sana ambao ulifanyika, na serikali pia ilikuwa inawekeza pesa zake moja kwa moja. Nyumba zilizokuwa zimejengwa zilikuwa ni nyumba takriban 14,000 za watu wa kipato cha chini ambazo zilijengwa kila sehemu ya nchi hii, kwa mainjinia wachache tuliokuwa nao, kwa logistics ngumu za namna ya kufikia baadhi ya maeneo ambako barabara hazikuwa nzuri, lakini bado huduma za shirika zilienda zikaonekana mahali huko. Wakati huo pia serikali ilikuwa inachangia asilimia 47 ikitoka kwenye nchi marafiki kama Ujerumani, lakini pili ulikuwa na asilimia 13 iliyokuwa inatoka kwenye pesa yetu wenyewe kama Shirika la Nyumba. Na kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Waziri, ndio maana leo tukasema hebu tuwe mpaka na statue ya Mwalimu Nyerere ambaye alikuwa ni muasisi wa taifa hili. Lakini huwezi kuizungumza Tanzania kama hukuizungumza Dar es Salaam. Na kata ya Dar es Salaam yetu ya leo, hatuna sehemu yote unaweza kutembea ukaiona kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere statue. Na tunafikiri kizazi kinachokuja wanapaswa waweze kuona vitu kama hivi. Lakini ni namna ya kumwenzi huyo mtu moja kwa moja, baba yetu wa taifa. Lakini pia itasaidia sana kwamba hata watoto wadogo ambao hawakumuona wakipita mahali hapa wataweza kabisa kujua kwamba kulikuwa na baba wa taifa, na tunaweza tukaiona sehemu yake. Na tumetembea nchi nyingi, ukienda wenzetu South Africa, Nelson Mandela Square, unaiona kabisa sanamu ya rais wao. Kenya unaziona, na ndio maana tukasema na sisi tuwe nayo, na sehemu hii iitwe kwa jina, kumbukumbu la jina lake na jina lake zuri la utotoni, Kambarage. Kwa hiyo kuanzia sasa ndio maana jengo hili tumelibatiza na litakuwa linaitwa ni Kambarage House. Mheshimiwa Waziri, jengo hili lina ukubwa wa square mita 13,810 na lilijengwa na mkandarasi CRJ China Railway Jiangchang Engineering Limited, na ambapo kazi za usanifu zilifanywa na Quays Africa ambao ni wa kampuni ya wazawa, na pamoja na Construction Service Consultant Limited. Hawa walifanya kazi yetu nzuri sana ya kusaidia kujenga jengo hili.
Lakini pia nizungumzie sifa nyingine kwamba jengo hili lina certificate ya green building, kwa maana kwamba limejengwa likizingatia mazingira. Matumizi ya maji ni machache sana kwa vifaa vilivyowekwa, matumizi ya umeme ni machache sana, na hiyo yote, hata specification za vioo na specification zote zilifanywa kwa kuzingatia hiyo, na ndio maana tumeweza kupewa certificate ya green building. Gharama zote za mradi ni bilioni 29, ambapo milioni 6 ni kodi na gharama zetu, kwa hiyo ni bilioni 23 za ujenzi pamoja na furniture ambazo umeweza kuziona humo ndani. Kwa hiyo ni gharama ambayo unaweza kujivunia kabisa, nikasema tulijenga jengo hili kwa gharama iliyo nzuri sana na kwa jengo ambayo ni bora zaidi. Nimezungumza nia ya shirika na matendo ya shirika katika kuenzi mawazo na maono yaliyokuwa ya Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kuweka sanamu yake hapa, lakini chini ya uongozi wako mmetuongoza kwenda kuzirudia zile njia ambazo alipita. Ni katika kipindi kifupi kilichopita tumeweza kuwa na miradi ya nyumba za bei nafuu katika kila mkoa wa nchi hii, na lengo letu kwenye mpango mkakati kwamba ndani ya miaka 10 tukifanikiwa tunapaswa tuwe na nyumba za bei nafuu katika kila wilaya, lengo ikiwa ni kwenda kutia changamoto kwenye maeneo yale. Nafikiri kabisa changamoto uliyotupatia ya kuhakikisha kwamba bei tunayoenda kutengeneza nyumba zetu iwe ya chini kidogo, na tunajitahidi kumalizia tafiti zetu za ndani, na niseme tumeshakamilisha. Tunatafuta sasa nafasi ya kufanya uwekezaji ili walau tuweze kupita siku nyingine na kusema kwamba tumefanikiwa kupunguza bei kwenda kwenye malengo ambayo ulikuwa umetuwekea. Ukimwangalia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika sanamu hii, sura yake inaonekana, wengi ambao tumemuona katika fedha na wale wengine unaweza kuona kusema huyu ndio, ukiangalia picha zake za wakati wa ujana miaka ya 60, wakati ule ndio shirika la nyumba linaanza mwaka 62, ndivyo ambavyo alikuwa akionekana, na mavazi yake mara nyingine yalikuwa ni ya Kiafrika zaidi, na ambayo yamempa heshima kubwa sana barani Afrika. Kushoto ukiangalia alikuwa anashika fimbo siku zote, ikiwa ni ishara ya uongozi au power, na yeye akiwa ni mwalimu siku zote. Tunafahamu mwalimu, nguvu ya mwalimu siku zote katika bakora inatoa maelekezo kupitia hapo. Alikuwa achapi watu bakora, lakini ndio ikionyesha nguvu na power yake. Mkono wake wa kulia ukiwa umeinuka juu, maana halisi ikiwa ni ishara ya kwamba alikuwa ni mtu wa watu ambaye alikuwa karibu na watu wake wakati wote, na ndivyo mwalimu amekuwa katika miaka yote, si kwa Tanzania peke yake, Afrika nzima pia kwa ujumla. Hapo ambapo sanamu imesimama ni eneo ambalo linaonyesha kama amesimama katika ardhi ya dunia ambayo tuliopo. Nyuma yake ukiangalia upande wa kushoto kwake yeye kuna jengo ambalo skyscrapers mili, ni maendeleo ujenzi ambayo yamekuwepo, lengo lake, matamanio yake ambayo alikuwa nayo toka wakati ule, na ndio maana kama alivyosema na mkurugenzi mkuu, alianza shirika la nyumba mwaka 1962, lakini kazi hiyo haijaisha bado. Tumemsikia mkurugenzi mkuu akiwa anaeleza kwamba upungufu wa nyumba bado ni mkubwa nchini Tanzania. Kazi inaendelea, ujenzi unaendelea. Ndio maana tumekuwa na alama ya crane ikiwa inafanya kazi kwamba shughuli bado ipo na inaendelea kwa hivi sasa. Ndio maana halisi ya sanamu hii na eneo hili ukiwa inaonekana na bustani iliyopo hapa makao makuu ya shirika la nyumba la taifa nambari 6 Mfukoni, barabara ikiwa inatambulika hivyo, na sasa tukiwa tunaendelea kuangalia makao mapya yakitambulika kama Kambarage House. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue uwepo wa Christina Kalekezi, yeye akimwakilisha Mheshimiwa Sophia Mjema, mkuu wa wilaya ya Ilala. Tunajivunia sana uwepo wa statue hii, ikiwa ni alama ya kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa upeo wake wa kupenda. Manake huwezi kuishi kama hauna makazi. Makazi ni moja ya mahitaji muhimu ya msingi ya binadamu. Kwa hiyo naomba nipongeze juhudi hizi. Mheshimiwa Waziri, wakati unatembea na kuonyeshwa idara mbalimbali ndani ya jengo hili, kulikuwa na mambo mengi mazuri ya kujivunia. Tumeona customer care nzuri, na naomba kwa heshima yako unaweza ukawahamasisha na mawaziri wengine kwa mashirika mengine na taasisi nyingine za serikali ziige mfano wa nyumba hii, nyumba nzuri ya kupendeza na yenye mandhari nzuri. Nashukuru sana dada Christina Kalekezi, mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Ilala, kwa maelezo yako na ukaribisho wako katika wilaya yetu hii ya Ilala.
Mnara huu unaonyesha muonekano wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya uhuru wa nchi yetu, akiwa amevaa vazi la aina ya mgolole ambalo lilikuwa maarufu sana wakati huo miongoni mwa viongozi waliokuwa mstari wa mbele kupinga ukoloni, kupigania uhuru na umoja wa bara letu la Afrika. Kipekee mnara huu wa historia umezungukwa na bustani inayoitwa Mwitongo. Kwa lugha ya Kizanaki, Mwitongo ni mahame. Eneo hili liko katikati ya bustani hii iliyokuwa hapa. Bustani hii inayoitwa Mwitongo, lakini vile vile kuna jengo hili jumba linaloitwa jumba la Kambarage. Sasa tumefafanua kwamba Mwitongo ni mahame, eneo ambalo Chifu Nyerere Burito aliishi pale mahala panaitwa mahame, yale yanaitwa Mwitongo, na ndipo ilipo nyumba ya marehemu baba wa taifa hivi leo, ndipo ilipo kaburi lake na la wazee wake pale Butiama. Lakini nasema sanamu hii iko mbele ya jumba hili tunaloita Kambarage, jina la asili la Mwalimu Nyerere. Kambarage, jina la asili ya Mwalimu Nyerere. Ni matumaini yangu kuwa haya yote yamefanywa kwa kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kutokana na kazi yake aliyoifanya kwa taifa letu, ikiwamo na uanzishwaji wa shirika hili la nyumba miaka zaidi ya 50 iliyopita. Kwa niaba ya taasisi ya Mwalimu Nyerere ambayo nayo inabeba jina la Mwalimu, ninaomba nilipongeze shirika la nyumba la taifa kwa kumwenzi baba wa taifa kwa namna hii ilivyofanya. Mimi nilibahatika kuwa miongoni mwa wafanyakazi wa shirika hili mapema. Nilifanya kazi kwenye shirika la nyumba kati ya mwaka 67 mpaka 68, zaidi ya miaka 50 iliyopita. Wakati ule shirika lilikuwa na wafanyakazi wa kuazimwa. Mimi niliazimwa kutoka serikalini kwenda shirika la nyumba. Chifu Masanja marehemu aliazimwa kwenda shirika la nyumba. Mzee Ruta Luhanga aliazimwa kwenda kule shirika la nyumba. Ninachoshukuru ni kwamba shirika hili sasa halina wafanyakazi wa kuazima tena kutoka serikalini, linajitegemea kwa wafanyakazi tena wataalamu kama mkurugenzi mkuu. Hili ni jambo kubwa. Naomba tafadhali sana makofi makubwa tafadhali kuelekea kwake Ali Lai. Mheshimiwa Waziri, pamoja na ujenzi wa majengo haya makubwa unaofanywa na shirika, bodi yangu imeshatoa mwelekeo kwa management ya shirika ambao unahimiza ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Mpango wa ujenzi wa nyumba za makazi ya gharama nafuu una lengo la kupunguza uhaba wa nyumba za makazi nchini kwa wananchi wetu wa kipato cha chini na kati, kama ilivyokuwa wakati wa enzi za Mwalimu Nyerere. Katika mpango huu tumejikita katika kuhakikisha kuwa tunajenga nyumba hizo katika halmashauri za miji na wilaya.
Tunafanya hivyo tukitambua kuwa kama alivyosisitiza Mwalimu Nyerere, nyumba humpa binadamu utu wake, humpa furaha ya maisha na huleta amani, kwani mtu mwenye makazi yake huthamini uwepo wa amani ya nchi. Utaratibu huu tunausimamia wa ujenzi wa nyumba hizi nafuu unarejesha dhamira njema aliyokuwa nayo Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kulianzia shirika hili mwaka 1962, enzi za uhuru, mwanzoni kabisa kule, ili liwezeshe watu wa kipato cha chini na kati kuwa na nyumba bora. Ni azma ya shirika kuona kuwa linafuata nyayo alizoacha Mwalimu Nyerere ili kupunguza uhaba wa nyumba katika maeneo ya miji na wilaya. Ndio maana leo hii tumempa Mwalimu Nyerere heshima ya kuweka mnara wa sanamu yake kwenye jengo hili ili iwe kumbukumbu kwa vizazi vijavyo na kazi alizofanya katika sekta ya nyumba. Vijana wetu wengi sana, watoto na wajukuu, wanamsikia tu Baba wa Taifa, hawajawahi kumwona. Kwa hivyo wakija hapa wanaona picha yenyewe ya Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Waziri, nichukua fursa hii kuishukuru serikali kwa agizo lake kwa halmashauri za wilaya na miji na mamlaka za umeme na maji kuhakikisha kuwa zinashiriki kamilifu katika kuweka miundombinu katika maeneo tunayojenga nyumba za gharama nafuu. Uamuzi huu wa kizalendo aliofanya Mheshimiwa Rais utapunguza sana gharama za nyumba kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri, napenda kufahamisha bodi yangu imeendelea kulisimamia shirika katika kuhakikisha kuwa miradi ya ujenzi wa nyumba inakamilishwa. Hadi sasa shirika limekamilisha ujenzi wa miradi 29 kati ya miradi 54 iliyokuwa inatekelezwa. Miradi hiyo ni nyumba za gharama nafuu, gharama ya kati na juu, majengo ya biashara na majengo ya matumizi mchanganyiko. Aidha, jumla ya miradi 25 ya jumla ya nyumba 4126 inaendelea kujengwa. Mheshimiwa Waziri, ujenzi wa nyumba hizi utawapatia wananchi makazi bora, kupendezesha mandhari ya miji yetu, kuongeza wigo wa kodi ya majengo na kodi ya ardhi, kuondoa makazi hafifu katika maeneo husika na kutoa ajira za moja kwa moja. Baada ya kusema hayo, sasa kwa heshima na taadhima, naomba niukaribishe uwasalimie wafanyakazi na wananchi waliofika. Nimetembelea jengo lenu, ni zuri. Naamini mtalitumia vizuri na mtatumia akili yenu na uwezo wenu kufanya kazi vizuri za shirika kulingana na vitendea kazi vilivyofanana nilivyokikuta mle ndani. Haiwezekani kuwa na vitendea kazi vyote vya kutosha, jengo zuri sana, lakini uwezo wa kufanya kazi ukawa chini ya viwango vya jengo na facilities zilizopo. Kwa hiyo naamini uwezo wa facility nilizoziona na jengo utafanana zaidi na utendaji na output ya nyinyi management na wafanyakazi wa shirika la nyumba. Kwa hiyo tunatarajia kama serikali tupate zaidi ya tulichokuwa tunapata sasa, mafanikio zaidi, kwa sababu sasa mna eneo tulivu, vitendea kazi vya kutosha, mnaweza kufanya kazi zaidi na mkajituma zaidi na mkatekeleza malengo na ilani yetu. Ni kazi yenu kuwashawishi real estate developers wengine watekeleze malengo yenu ili nchi iwe na nyumba zisizopungua 50,000 katika miaka 5 hii za gharama nafuu kila mahali. Na nazitaka halmashauri zote za jiji, miji na manispaa zitekeleze agizo la Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5 aliloagiza Mtwara, kwamba ili shirika la nyumba litekeleze wajibu wake wa kujenga hizi nyumba walizoagizwa na ilani za gharama nafuu, lazima halmashauri litoe mchango wake kwa kuwapa eneo la kujenga, lakini wahakikishe kwa kushirikiana na watoa huduma wengine, taasisi za maji na umeme zimefikisha miundombinu kwenye site, ili National Housing wawe na jukumu la kujenga nyumba ya gharama nafuu iliyo bora, iwe kweli ireflect gharama nafuu, kwa sababu ukiingiza gharama ya barabara, maji na umeme National Housing, maana yake ile gharama inakokotolewa inapelekwa kwenye gharama ya nyumba, haiwezi kuwa nyumba ya gharama nafuu. Kwa hiyo agizo la Mheshimiwa Rais lazima litekelezwe na wakurugenzi wa majiji, manispaa na hata halmashauri za wilaya ambazo wanataka shirika la nyumba liwafikie. Watenge maeneo, lakini pia wahamasishe ili huduma zote za msingi. Ndio njia pekee ya kupandisha hadhi miji yao, hasa miji midogo midogo, kwa sababu nyumba za National Housing zinajengwa kwa ubora, zinapangwa katika maeneo na mipango iliyopangwa vizuri, zinaongeza hadhi ya miji yao. Hakuna mwendelezaji miliki ambaye anaweza kuongeza hadhi ya miji kwa haraka kama National Housing. Na ningependa kila mnapojenga nyumba
za gharama nafuu, kuwe na seti ya kuuza, lakini zibaki chache za kupangisha. Nisingependa wilaya moja mmejenga nyumba 100, mmeuza zote, mmeondoka. Hapana, lazima kuwepo na nyumba za kupanga. Kuna watu ambao hawana mahitaji ya kununua, lakini lazima wafanye kazi katika wilaya hizo. Kwa hiyo tuendelee kuwa wapangaji, lakini pia tujenge nyumba za kuuza. Sasa mtaangalia viwango kila wilaya, ni aina gani ya nyumba mbaki nazo kupangisha na aina gani muuze, lakini hatuwezi kuwa kuanzia sasa tunajenga nyumba za kuuza tu. Mwisho tutabaki na shirika lisilokuwa na nyumba, na shirika la nyumba ni nyumba. Kwa hiyo muangalie combination, mnapojenga nyumba za gharama nafuu mfikirie na za kupangisha, kwa sababu katika miji wapo wajasiriamali ambao wanahama miji tofauti kwa kufanya biashara, wangehitaji nyumba za gharama nafuu za kupanga. Wako watumishi wa umma wangependa kupanga, lakini hawawezi kununua nyumba, wameshanunua nyumba mahali pengine. Kwa hiyo tujenge nyumba za kuuza za gharama nafuu, lakini vile vile tu maintain kazi yetu ya kupangisha nyumba kwa bei nafuu, kwa gharama nafuu, kwa wananchi wa kipato cha chini wanaoishi katika miji wakifanya kazi au wakifanya biashara. Leo tunajua zaidi ya 80% ya wapangishaji wa nyumba hawalipi kodi ya serikali kwa sababu hawatambuliki. Kila mwenye nyumba Dar es Salaam ana kibanda la uani au ana nyumba apartment fulani anapangisha. Ni wachache sana wanaojenga nyumba wakaishi wenyewe. Wengi wanapangisha nyumba na ni wengi hawalipi kodi ya serikali. Na nyumba hizi mara nyingi hatuzijui kwa sababu zinaangukia mikononi mwa madalali ambao hawasajiliwa, na wengine hawatakiwi hata kuitwa madalali, hawana sifa. Wanafanya biashara nzuri kuliko wale real estate agents ambao wamesajiliwa, ambao wangepaswa kufanya hizi kazi. Kwa hiyo mswada huu utawatambua na kuweka sifa ya real estate agent anayetakiwa kufanya kazi ya kubadilisha au kuuza au kukodisha miliki nyumba, ili angalau tuweze kuratibu masuala ya kodi. Kwa hiyo jambo hili linakuja, tungependa kwa kweli kila anayepangisha, iwe chumba kimoja, vyumba viwili, vitatu, lazima alipe kodi ya serikali. Na wale madalali wote wanaojihusisha na upangishaji, ukodishaji, uuzaji wa nyumba, lazima nao, kwa sababu wanapata 10% kwa kazi wanazozifanya, walipe kodi ya serikali kama wanavyolipa National Housing. Lakini pia lazima wote waige mfano wa National Housing. Iwe ni marufuku kwa mpangishaji yoyote wa nyumba kulazimisha mpangaji alipe kodi ya miezi 12 au miaka 3-4. Haiwezekani. National Housing wanapeleka invoice kila mwezi. Labda mtu atake mwenyewe kwamba sasa nimepata hela ya mkataba nilipe kwa mwaka mmoja. Tungetaka wapangishaji wowote wawape fursa wapangaji wao wa kipato cha chini, kipato cha juu, kipato cha kati, wawe na uhuru wa kulipa pango la nyumba kuanzia mwezi mmoja, miwili au mwaka mmoja kulingana na makubaliano. Lakini asitokee tena mpangishaji atakayelazimisha kwamba kila nyumba anayetaka kupanga lazima apange kwa mwaka mmoja. Hilo serikali tutalifuatilia na kuhakikisha halifanyiki. Wanaopanga wahakikishe wanatimiza mikataba yao kwa mujibu wa mikataba yao, lakini na wanaopangisha nao wasitumie udhaifu wa watu uhitaji wa nyumba wakawakandamiza na kupangisha nyumba kwa miezi 12. Tunao vijana wanaotaka kuishi Kariakoo na katikati ya miji. Hawawezi kuishi kwa sababu vipato vyao vya kudunduliza na kupata kodi ya miezi 12 hakuna. Kwa hiyo National Housing mnafanya vizuri kwamba kila mteja anapelekewa invoice mwezi mmoja, miwili, mitatu, na kuna utaratibu wa kumfukuza. Ningependa na watendaji wengine wenye nyumba zao wanaopangisha, hata kama ni banda la uwanda, mjifunze kwa National Housing, msilazimishe watu kulipa miezi 12. Mimi nafikiri baada ya ile kumbukumbu kama hii ya statue ya Dodoma, hii ni ya pili. Statue imara na iliyo rasmi kidogo. Maana hata Dodoma iliwekwa na ofisi ya waziri mkuu na serikali na ilishirikisha hivyo hivyo taasisi ya Mwalimu Nyerere. Lakini hii imewekwa vile vile kwa protocol zote. Leo
tunashuhudia ufunguzi wa statu hii ya Mwalimu Nyerere makao makuu ya biashara Dar es Salaam, lakini tunayo statu kama hii kule makao makuu ya nchi ya serikali Dodoma. Tunaamini kama alivyosema Mzee Gallus Abedi, mtaitunza hii na mtaienzi na mtatunza mahali hapa ili pawe na hadhi. Hatutarajii kukuta watani wangu hao wa rangi wakija hapa na bia wanakunywa. Mmekosa pa kufanyia sherehe ndogo ndogo, basi mahema mengi hapa na wali unamwago hapa. Lakini najua huwezi kuzuia ndugu zangu wachache kuja kuchukua picha za kumbukumbu hapa. Watakuja, lakini wekeni utaratibu wa namna ya kutumia eneo hili. Sio kibiashara, lakini namna ya kutumia eneo hili. Mjue ni nani huyu anataka kupiga picha karibu na picha hii na kwa matumizi gani. Tutaweka utaratibu na hivyo utatumika vizuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, nawashukuruni sana. Nawapongeza sana wafanyakazi wote. Fanyeni kazi kwa bidii. Tunategemea kwa umoja wenu mtashirikiana ili kuhakikisha kwamba shirika la National Housing linadumu, linafanikiwa na linatekeleza malengo ya serikali kama yalivyokusudiwa. Mtazamaji pote pale ulipo, tunashukuru sana kwa muda wako. Tuna imani kwamba umefaidika, umeweza kuona na kuweza kufurahia pamoja nasi siku muhimu sana, tarehe 5 ya mwezi wa 12 2017, jengo la makao makuu ya shirika la nyumba la taifa likiwa na eneo bora likitambulika kama Kambarage House na bustani ya Mwitongo, mahali ambapo inasimama sanamu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tumeandaa kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba, tunasema asante sana kwa muda wako. Kumbuka, kama ilivyo ada, tukiwa tunazungumza nasema maisha ni nyumba, na tunaposema hivyo, hata hapa tuliposimama Mwalimu Nyerere ametukumbusha hayo. Kambarage House pamoja na sanamu ya Mwalimu Nyerere inaturejesha pale pale, maisha ni nyumba. Jina langu ni Ephraim Kibonde, tukutane tena wakati mwingine. Kwa maoni au ushauri kuhusiana na kipindi Maisha ni Nyumba, wasiliana na shirika la nyumba la taifa kwa anwani ifuatayo: